Mimi naitwa Lucy Kabiemera, ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na nipo hapa leo kwenye maonyesho ya 50 ya biashara katika viwanja hivi vya Sabasaba vilivyoko katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Kama ilivyo kawaida yetu, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tumekuwa washiriki wazuri wa maonyesho haya ya biashara, tukishiriki kwa kuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na sekta ya ardhi kwa maana ya wizara, lakini na halmashauri, lakini pia na wadau wengine ambao wanahusika na sekta ya ardhi pia tumejumuika nao, na taasisi nyingine ambazo zinasimamiwa na wizara vikiwemo vyuo vya ardhi Morogoro na Tabora, lakini taasisi zetu zinazosajili wataalamu wa uthamini na mipango miji, na vile vile hata shirika la nyumba ambalo liko chini ya wizara nao wapo hapa kwa ajili ya kuonyesha huduma mbalimbali ambazo wanazitoa kwa jamii. Na huduma kubwa ambazo zinatolewa ndani ya banda hili la Wizara ya Ardhi kubwa ni elimu. Elimu inahusiana na masuala ya ardhi, na kama tunavyotambua ardhi ni rasilimali ya muhimu kwa ukuaji wa uchumi, lakini pia kwa maendeleo ya jamii ya kila mwananchi mmoja mmoja. Na kwa kutambua umuhimu wa elimu hiyo, basi wataalamu wetu wapo hapa kwa ajili ya kuelimisha wananchi mambo mengi, zikiwemo hatua za upatikanaji wa hati, lakini taratibu za upatikanaji wa ardhi, jambo ambalo ni la msingi ili kuwaepusha na kuingia kwenye changamoto ya migogoro ya ardhi. Tumebaini watu wengi wamejikuta kwenye changamoto hizi za migogoro ya ardhi kwa sababu tu hawana elimu sahihi inahusiana na masuala ya ardhi. Lakini vile vile hatutoi elimu peke yake, kama nilivyosema awali, tunatoa na huduma zile zinazohusiana na hii sekta muhimu ya ardhi. Wataalamu wetu wapo hapa wanatoa hati, na kama nilivyosema wapo wa mkoa wa Dar es Salaam, wapo wa mkoa wa Pwani wanatoa hati hapa, lakini vile vile wapo wa mkoa wa Dodoma, kwa sababu sasa hivi tunatoa hati za kielektroniki. Kwa hiyo sehemu yoyote ile wanaweza wakakaa na wakatoa hizo hati. Hatujaishia hapo. Vile vile kwenye huduma ambazo wanahitaji kwa mikoa mingine, basi wataalamu wetu walioko hapa wana uwezo wa kuwasiliana na mikoa ile mingine ambayo hawakuweza kushiriki hapa, na wakapata zile huduma hata zinazohusika kwenye mikoa ambayo watahitaji huduma hizo. Lakini lingine, huduma za upimaji, huduma za mipango miji, lakini wapo mabaraza ya ardhi wako hapa, kwa hiyo na wenyewe wanaweza kuja kutoa elimu, lakini na kuwaeleza wananchi kama mtu yote ana shida yote inahusiana na masuala yote ya migogoro ya ardhi, wapo hapa kuwahudumia. Lakini lingine kubwa, tunatambua kwamba tumeanza mwaka wa fedha tarehe 1 Julai, na ni jukumu la kila mmiliki wa ardhi kuhakikisha kwamba kila inapoanza mwaka mpya wa fedha anatimiza wajibu wake wa kulipa kodi ya pango la ardhi. Wataalamu wetu wako hapa kwa ajili ya kutoa hiyo huduma, na niwaombe na kutoa rai kwa wananchi wote wa eneo lolote, alimradi una uwezo wa kufika ndani ya mabanda yetu, basi fika. Hata kama una kiwanja Kigoma, una kiwanja Morogoro, una kiwanja eneo lolote, fika hapa, unaweza kupewa ankara yako na ukaweza kutimiza wajibu wako wa kulipa kodi ya ardhi. Lakini kama nilivyoeleza, pia tuko na wadau wengine ambao tunashirikiana nao ambao ni private sector. Tunatambua, serikali yetu inatambua mchango mkubwa unaotolewa na private sector, na wenyewe wapo hapa. Tuna makampuni ya uendelezaji milki ambao wanatusaidia kwenye upangaji wa miji, lakini upimaji wa viwanja, na wengine wanafanya pia uendelezaji wa nyumba na uuzaji wa nyumba. Wako hapa. Kwa hiyo mwananchi yoyote ambaye ana mahitaji ya viwanja, ana mahitaji ya nyumba, ana mahitaji ya kufanywa hata huduma hizo nyingine kwa kutumia pia private sector, wapo hapa na wataweza kuwapatia hizo huduma. Kama nilivyogusia awali, shirika la nyumba wapo hapa pamoja na kueleza miradi yao ambao wanaitekeleza kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia wana huduma ya uuzaji wa nyumba hapa. Kwa hiyo mwananchi, kama una hitaji la nyumba eneo lolote hapa nchini kwenye miradi ambayo inatekelezwa na shirika la nyumba, basi tunakukaribisha uweze kutumia fursa hiyo kuweza kujipatia nyumba ndani ya viwanja hivi vya Sabasaba. Lakini tunatambua kwamba haki ya kumiliki ardhi haibagui, ni ya wananchi wote. Na kwa kipindi tuseme cha huko nyuma, tumetambua kulikuwa na changamoto kwa upande wa wenzetu wenye ulemavu, hususan wa kusikia. Lakini kwa kutambua umuhimu kwamba kila mwananchi ana haki ya kumiliki ardhi na kupata hata taarifa zinazohusiana na masuala ya ardhi, tupo na wenzetu wenye ulemavu wa kusikia
ambao wana kiongozi wao ambao ana uwezo wa kutoa hiyo huduma kwa wenzao. Kwa hiyo tunawakaribisha hata wananchi ambao wana changamoto hiyo ya usikivu, basi waweze kufika hapa. Wataweza kupata taarifa zote muhimu na sahihi zinazohusiana na masuala ya ardhi kupitia wenzao ambao tumeshirikiana nao katika kutoa huduma hiyo. Asanteni sana.